Niambie ndugu yangu. Upo vizuri? Niko safi, niko vizuri. Toka jana nimekesha toka jana mpaka leo sijasinzia na wala sijasikia njaa na sisikii njaa yote. Hii yote ni furaha kuiona timu yangu ya Simba imetinga hatua ya finali kwa mara ya pili, mara baada ya miaka 32 kupita, mara ya mwisho mwaka 1993. Ni rekodi kubwa ambayo Simba Sports Club imetengeneza, na mafanikio haya ni mafanikio ya watu wote, kuanzia wanachama wa klabu ya Simba, kuanzia mashabiki, viongozi waliopita, viongozi wa sasa, benchi la ufundi lililopita, benchi la ufundi la sasa, lakini pia mwekezaji wetu Mohamed Dewji Mo kwa pesa ambazo ameweka ndani ya klabu ya Simba, sajili nzuri, posho na nzuri, mishahara mikubwa, kuweka kambi vizuri, mazingira wezesha mmefanyia wafanyakazi wa klabu ya Simba, watumishi mbalimbali wa klabu ya Simba, lakini pia kuweka mazingira mazuri wezesha ndani ya klabu ya Simba, lakini pia bila kumsahau mzee Azim Dewji, mchango wake pia nao ni mkubwa kwa klabu hii, ushauri, kuisaidia kwa kuipa hamasa na vitu vingine. Majumuishi yote yao, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inaongozwa na Profesa Kabudi Palamagamba, na TFF, BMT, watu wote hao kujumlisha, na dua za Watanzania wote, Wakristo, Waislamu, viongozi wa dini, wasiokuwa na dini, na kila mmoja kwa nafasi moja. Waandishi wa habari nyie mmefanya kazi kubwa sana usiku na mchana kwa kwamba Simba na habari zake zinakwenda viral. Wote hao kwa pamoja ndio leo mafanikio ya Simba tunayaona kwenda finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sio kazi nyepesi. Kwa kila Mtanzania ana nafasi ya kujivunia mafanikio haya. Sio mimi, sio wewe, sio nani. Watanzania wote milioni 61. Hata Yanga pia wanapaswa kujivunia mafanikio ya klabu ya Simba, kwa sababu bila wao Yanga kuwepo hapa na bila upinzani wao mkubwa kutuonyesha sisi, inawezekana tusingekuwa na tusingejitumua. Unajua uwepo wa Yanga tufaa tuchangamke. Unawazi tunaongeza umakini. Inawezekana Yanga asingekuwepo tusingeweza kufika finali. Kwa sababu ya nini? Tungekuwa tunachukulia kawaida. Lakini kwa sababu Yanga yupo, tusipofika finali watatucheka. Tukaze msuli wanangu. Na kweli yes, tumefika finali ya kafu. Mungu ashukuriwe, Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli, Mungu ambaye ametupa pumzi mimi na wewe ya kuendelea kuishi, na hivi leo ametupa kibali cha kuendelea kuyaona mafanikio ya klabu ya Simba. Tuiombee klabu ya Simba. Mchezo wa kwanza wa finali itakuwa tarehe 14 mwezi wa 5 na mchezo kule Morocco, na mchezo wa pili itakuwa tarehe 25 mwezi wa 5 hapa Benjamin Mkapa. Rais wa FIFA Gianni Infantino atakuwepo. Rais wa CAF Dr. Patrick Motsepe atakuwepo, na wajumbe wa kamati tendaji wote wa shirikisho la soka barani Afrika CAF watakuwa Benjamin Mkapa, plus kikombe cha thamani ya zaidi ya bilioni 9 kitakuwa pale Benjamin Mkapa. Mwenyezi Mungu akilipa kibali Dr. Mohamed Hamisi cha uhai kufika tarehe 27, tarehe 25 mwezi wa 5, nitakuwa ni mmoja wa mashabiki ambao nitaingia kwa rekodi kubwa ya kushuhudia timu yangu icheza finali ya kombe la CAF na kuliona kombe la CAF kwa macho, maana sijawahi kuliona toka nimezaliwa. Unafuni upi kuanzia Morocco na kumaliza Benjamin Mkapa, ama mlitamani mkianza Benjamin Mkapa afu mkamalizia Morocco? Unafuni kuanzia Morocco kumalizia Benjamin Mkapa. Manake shughuli imeshaisha. Hatuwezi kukubali tunakiona kikombe kiko Benjamin Mkapa alafu kiondoke na ndege tuchekwe na wapinzani. Na tunajua siku hiyo Yanga Afrika washabiki wote watakuwepo uwanjani viherehere kuja kutucheka. Hatuwezi kuruhusu hilo. Tunachokifanya timu hii ya Fadlu ambayo inaingia leo saa 12 jioni pale Terminal 3 uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere ni kuweza kwenda kutafuta clean sheet kule Morocco, halafu tumalizie game hapa Benjamin Mkapa kwa kupata matokeo mazuri. Tukipata clean sheet Morocco hapa Benjamin Mkapa tutaweza kupata matokeo mazuri ya aina yote ambayo atatufanya tuweze kuchukua kombe hicho. Rafiki yako Clatous Chota Chama, moja ndoto yake ni kuvaa medali ya Champions League. Ameikosa. Unalipi ambalo unaweza kumwambia labda? Clatous Chota Chama amepishana gari la mshahara. Pole sana. Yaani unaacha umevumilia muda mrefu kufanya kazi kwa njaa ulionayo, kwa sababu bosi au taasisi unafanyia kazi haikupi pesa. Siku taasisi inapata pesa ndio siku unaacha kazi. Ndio Clatous Chota Chama. Tunampa pole kwa hilo ambalo limemtokea, manake imekuwa bahati mbaya kwake, na sisi wana Simba tunashukuru tumeenda finali bila kuwepo Chama, kwa sababu kuna wana Simba wenzangu wengine walikuwa hawahisi, walikuwa nahisi bila Chama Simba hizo kufika chochote popote. Tumewaambia tu tumefuzu bila Chama. Unaelewa, tumeenda finali bila Chama. Chama miaka 7 ndani ya klabu ya Simba hajawahi kuipeleka timu finali. Miezi 8 ya Elie Mpanzu Kibisawala, miezi 8 ya Jean Charles Yaua, miezi 8 ya kocha Fadu Davis, simu imeenda finali ya CAF. Wow, what a luck. What players ambao tunataka tujivunie nao ndio hawa. Miaka 7 ya Clatous Chota Chama, umri wa mtoto ambaye yuko darasa la 5, Simba imeishia robo finali. Ila miezi 8 ya timu mpya ambayo tunayo,
Simba imecheza finali. Kwa hiyo Simba hii mimi narudia tena kusema ndio Simba bora kuliko Simba yote ambayo mimi nimeshawahi kuishuhudia kwenye maisha yangu. Unanielewa vizuri? Tuna timu imara, tuna timu nzuri. Tunashukuru viongozi wetu wa Simba kupambana mchana na usiku. Lakini pongezi za kipekee ziende kwa mbeba maono wetu. Mbeba maono wetu na game changer taifa hili. Unamzungumzia Mohamed Dewji Gulami Mo kwa uwekezaji wake mkubwa ndani ya klabu ya Simba. Baada ya transformation ya miaka 7 chini ya uwekezaji wake mkubwa Mohamed Dewji Mo, na aliahidi akatuambia wana Simba, nipeni timu nipeleke timu kwenye vilabu 10 barani Afrika bora. Leo Simba ni timu namba 4 bora barani Afrika kwa CAF ranking. Sio maneno yangu Dr. Mohamed Hamisi, ni maneno ya CAF hayo, sio mimi. Unaweza kanionea, unaweza kufikiri nasema uongo, sio mimi, maneno ya CAF hayo. Leo timu ya 4 barani Afrika kwa bora. Alisema nataka kuifanya Simba hiyo timu tishio hatari barani Afrika. Kweli leo Simba ni timu tishio barani Afrika, imeingia finali. Alisema Mohamed Dewji Mo, maono yake na mashabaha yake kubwa ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Leo tunakwenda kuishi maono na shabaha ya Mohamed Dewji Mo. Finali ya kwanza Morocco tarehe 14, finali ya pili Benjamin Mkapa. Kama unavyojua Benjamin Mkapa huwa hatoki mtu. Hakuna chochote ambacho kinaweza kuishinda Simba Benjamin Mkapa. Nyekundu inaweza kawa njano na njano inaweza kawa nyeusi ndani ya Benjamin Mkapa. Wana Simba tujiandae kulipokea kombe la CAF tarehe 25. Nataka niwaambie viongozi wa matawi nchi nzima, makatibu na wenye viti, wafanye kuratibu safari kuanzia sasa. Safari ya kuja Benjamin William Mkapa. Unanielewa vizuri? Yes. Wafanye uratibu wa safari nchi nzima. Na mzee wetu mzee Azim Dewji, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu, ambariki sana kwa kujitoa. Ameahidi anatoa milioni 1 kila mkoa Benjamin Mkapa ijae. Mikoa Tanzania bara tuna mikoa mingapi? 35, 31? 26. Atatoa milioni 1 kwa kila mkoa kuwezesha wanachama, maelfu ya wanachama wapande mabasi yao kuja kuiunga mkono, kuja kuisapoti, kuja kuandika rekodi na historia kwa pamoja. Simba inakwenda kuchukua kombe la Afrika. Huyu ni mzee mwenye mapenzi mazito, anaitwa mzee Azim Dewji, mfadhili wa zamani wa klabu ya Simba, na amekuwa akijitoa kwa mambo mengi ya kijamii ya klabu ya Simba. Anasaidia watu kwenye masuala ya matibabu ya kiafya, anasaidia watu kwenye masuala ya mahitaji mbalimbali, anasaidia watu kwenye shughuli za kiserikali na chama pamoja na vinginevyo. Mohamed Azim Dewji tunamshukuru sana kwa kutunga mkono wanachama wa klabu ya Simba, kutambua shida zetu na kusema sasa anawashika mkono kwa kuwapa milioni 1 kila mkoa Benjamin Mkapa siku hiyo ijae. Na tuambie tu Simba wasiuze tiketi 60,000. Tiketi ziuzo 250,000. Yaani ile Benjamin Mkapa hata pa kutema mate pasiwepo. Ili Mwarabu anapokuja hapa akiingia tu uwanjani kabla mpira hujaanza ashafungwa bao 3. Hiyo ndio lengo. Tunataka tuijaze Benjamin Mkapa, yani hata kwenye kordo pasiwepo pa kuweka mguu. Pumzi ya moto ikampelekea Mwarabu asibekane, aache kombe hapa Tanzania, na tuandike historia kwa pamoja kama taifa la mama Kizimkazi. Young Africans walivyoingia finali wakasema wakilibeba kombe watalifunga kwenye helikopta afu litazunguka nchi nzima. Pengine labda nyie kuna mipango yote ambayo mmeweka jinsi ya kulishangilia kombe kama mnalibeba? Sisi tukibeba kombe, kwanza tutaushauri uongozi wetu pawe na siku maalumu ya wana Simba kwenda kusherehekea kombe lao Benjamin Mkapa. Siku ambao wanachama na mashabiki watapata fursa ya kupiga picha na kombe lao la CAF, ili iwe tishio kwamba ukibishana na Dr. Mohamed Hamisi na kuambia nionyeshe picha ambayo na kombe la CAF. Kama hauna usibishana na mimi. Hiyo siku ya kwanza. Siku ya pili tutaomba viongozi wetu waandae siku maalum ya kwenda kufanya matoleo, tukatoe sadaka kwa vituo vya watoto yatima wenye uhitaji, kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutushika mkono kutupa kombe. Siku ya tatu tutaandaa safari maalum ya kutoka Dar es Salaam kwenda Chato kwa rais wa awamu ya 5 wa taifa hili hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Tukalipeleke kombe nyumbani kwake kwenye kaburi lake, tukamwambie mzee, ulituambia maneno makali yaliyotujenga. Ulitupa hamasa siku moja kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ukirutubia taifa kwenye mechi ya Simba akiwa na Kagera Sugar ya kufunga msimu kipindi hicho. Ukasema unatamani kuiona timu ya Simba ikichukua ubingwa wa Afrika. Bahati mbaya Mwenyezi Mungu amekuhitaji kwa mapenzi yake na umeondoka bila kuiona Simba, lakini umelala hapa baba. Sisi Simba ujumbe na kazi iliyotuachia kama taifa
Tumeikamilisha vyema baba. Tunakuletea kombe hapa Chato kwenye kaburi lako la baba. Kombe hili huko uliko tunaomba usherekea mema, uungane na sisi kusherekea mema ambayo Simba imechuma. Kwa kauli yako hiyo inawezekana kombe hili tumechukua kwa ajili yako. Tutakwenda Chato. Matawi yote ya Simba tutahamasishana nchi nzima, tukutane Chato, tukafanya sherehe kwa rais wetu kipenzi wa awamu ya 5 hayati Dr. Joseph Pombe Magufuli kulipeleka kombe baada ya kulichukua, na imani hiyo kombe hili linabaki Tanzania. Halipandi ndege baada ya kutua katika hali za Mama Kizimkazi.